Kwa mamlaka nilionayo kuanzia leo, namsimamisha umwenyekiti. Namsimamisha kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Elekezo langu la kwanza, namsimamisha umwenyekiti. Mtendaji wa kitongoji kwa uko hapa. Huyu akabidhi ofisi kesho. Polisi kata iko hapa. Sogea. Akabidhi ofisi kesho haraka iwezekanavyo. Lakini sasa kisheria, sijajua sheria ikoje leo, tatupeleka. Atafutwe mtu wa kukaimu ofisi kwa muda. Hivi anatafutwa hapa au baadaye? Baadaye. Itisheni kikao, afisa tarafa iko hapa. Mnakuja mnasimamia hapa wananchi. Itisheni kikao, mtafute mtu kwa muda aongoze ofisi, sawa? Tumeelewana? Narudia tena, na mimi sasa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, huyu namwekea follow up masaa 24. Akikanyaga nipo, akisari nipo, kivuli cha usalama. Akienda kulala nipo, akikojoa nipo, akienda uani nipo. Lakini cha kusikitisha, nilivyomwambia aenda andike barua ya kurudisha nyumba ya huyu, kagonga muhuri wa mwenyekiti. Mwenyekiti ana muhuri hii hapa, na hii muhuri amegonga wapi? Chanika. Tunataka huu muhuri upatikane uko wapi. Na uzuri, hii document alipeleka polisi. Bado ana kesi nyingine. Ana kesi ya kwanza kukaa na pingu za polisi, nyaraka. Kesi ya pili amefoji muhuri anao wa mwenyekiti. Ina maana anashirikiana na viongozi wa Ilala. Na ninashukuru ameiandika polisi mwenyewe, kaipeleka nakala iko polisi. Yeye aliona amenitega hapa. Hii document alishauriwa na mwanasheria wake. Aliandika makubaliano tuliyofanyika na nini na nini na nini. Mimi nilivyoisoma nikasema kwa kuwa kuna muhuri hapa sibadilishi. Na imegongwa muhuri Zongoware Chanika na mwenyekiti wa shina. Kwa hiyo yule kesho naye ni Mbariga, tunamkamata. Kwa hiyo mwenyekiti kuanzia leo nimemsimamisha. Amesha kurudishia nyumba? Kanirudishia. Kura ulikuwa umelipia shilingi ngapi? 40,000. Vitu ulisharudisha bado? Vitu bado, kwa sababu jana nilipigia simu bila kama saa 2 hivi, mjumbe akasema kwamba yani mwenyekiti wako anasema kesho atakuja saa 4. Kwa hiyo unahitajika na wazazi wako. Na alisema kwamba atakuja saa 4. Kwa hiyo unahitajika ndugu zako waje hapa ili waje washuhudie kitu kinachoendelea. Sasa wakati anakufukuza ndani ya nyumba, vitu ulihamisha kwa shilingi ngapi kwenda kupanga? Yaani kusema kweli naogopa Mwenyezi Mungu baada ya kipesa 40. Kuhamisha vitu. Na kuhamisha vitu yani ile pesa ndio kutolea kodi. Lakini kuhamisha vitu nikia ndugu yako akaja nani kapoza leo bado ndugu yangu kusaidia kutokana. Yeye ana bajaji? Hapana. Aliazima na kusafiri hoteli. Kwa kukadiria ni shilingi ngapi ule mkokoteni? 10,000. Kwa hiyo mwenyekiti, wakati bado uko kwenye matazamio, gharama za huyu zote za kuhamisha vitu vyake, narudi ndani ya nyumba yako. Namwambia mama asiwe na shida. Serikali haijamtuma huyu wala sisi hatuhusiki, ni hira yake na tamaa. Sawa? Kwa hiyo rudi nyumbani uendelee na maisha yako. Na chochote unachoona ni kibaya au dalili hata amekuangalia kwa jicho baya, nipigie simu. Sawa, namba zako ninazo na msaidizi wako namba zake zote ninazo. Chukua na namba ya polisi kata. Polisi kata, huyo hata akikubipu huna hata salio, fanya juu chini. Uchukue namba yake asaidiwe. Kwa sababu najua mwenyekiti naye huwa ni mbambamba, alijikiga mwamba. Hivi kweli
milioni 3 unaweza ukachukua nyumba ya mtu kauza? Na ni kama kweli mwanae alikuwa anapenda kumtumia pesa, kwa nini asingemtumia kwenye simu? Yaani pesa zinafuatwa na pikipiki kama unafuata mihogo msanga. Na mwenyekiti, mimi nataka nikuambie, heshimu mamlaka, ubabe kwenye wilaya istaki.